Ujambo na karibu tena, nikukaribisha mwana michezo, tukiendelea kusimulika taarifa mbalimbali za kimichezo, na taarifa kubwa ni AFCON makala ya 35 ambayo inaendelea kutimua vumbi kule nchini Morocco, na kubwa kuliko ni mchezo wa Taifa Stars dhidi ya Morocco, hatua ya 16 bora, ambao mchezo huu utapigwa hapo kesho Januari 4 majira ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na hapa niko na wachambuzi wangu wa masuala ya kabumbu, lakini tukianzia kwako Laswai Junior, mchezo kati ya Morocco na Taifa Stars utakuwa ni mchezo wa aina gani? Na ikumbukwe hii ni mara ya kwanza Taifa Stars tangu mnamo mwaka 1980 kufuzu hatua ya kufuzu mashindano ya AFCON, lakini pia kwa mara hiyo wamefanikiwa kufuzu hatua ya 16 bora. Utakuwa ni mchezo wa aina gani kwa ujumla wake kwa Laswai Junior? Kwanza mechi ya Stars dhidi ya Morocco haijakuwa mechi nyepesi sana kwa Taifa Stars. Mara yote ambayo tumekutana na Morocco tulikuwa tunateseka, tunanyanyasika, tunachapika vibaya sana. Kwa hiyo kwa Morocco nadhani kwa wao wanaona ni miongoni mwa mechi nyepesi kwa sababu wamezoea kutufunga. Ila kwetu sisi haiwezi kuwa mechi nyepesi. Hapo kimsikia captain wa timu ya taifa amekiri hilo Faisal, na anathibitisha ile itakuwa mechi ngumu, lakini sasa kama Morocco alizoea kutufunga miaka ya nyuma, kidogo kesho pale Olympic Stadium atatoka na shida, kwa sababu ukiangalia serikali kidogo inajaribu kutoa hamasa kubwa kwa wachezaji, viongozi wa serikali wapo karibu sana na timu, wadau mbalimbali. Kwa hiyo ile pale kidogo ina motivate wachezaji kuelekea mechi ya kesho. Tuangalia mwalimu Miguel Gamondi anajaribu kuamini baadhi ya vijana, mtu kama Bakari ndo mwalimu ambaye kwenye klabu yake ya Yanga ameonekana kile lolote kitu chochote, lakini timu ya taifa Tanzania ameonekana kuwa msaada mkubwa sana. Kwa hiyo kesho naamini mwalimu kama ataamua kuingia na mfumo wake anaoingia na dhidi ya mechi ya Tunisia, kwa kuheshimu wapinzani, kwa kuacha wapinzani wacheze mpira, akiamini wao wana ubora mkubwa kutuzidi sisi, nadhani naweza kumlipa akianza na kikosi kesho. Golini natamani sana aanze Zuberi Foba dhidi ya Masalango, sababu Masalango tumwangalia anakosa experience. Zuberi Foba sio kwamba naye anao sana, ila ndio timu ya Azam amepata kwenye mechi za kimataifa. Tumwangalia Masalanga hata anapokuwa mchezaji wa mpira anaonekana yani kuna mpira mingi ile ya kuanzisha anapoteza ovyo nini. Kwa hiyo kesho aanze Zuberi Foba, pia mwalimu aanze na Bakiri. Kisha Mjobu atabii upande wa kulia sababu ana uwezo huo. Anatumia na mguu wa kulia. Lakini kwa Laswai, hapo umesema kwamba mechi kati ya Taifa Stars na Morocco haijawahi kuwa mechi nyepesi. Tumekuwa tukichapika kweli kweli, na hata takwimu ama historia inaonyesha mechi 5 za mwisho kati ya Tanzania na Morocco wamefanikiwa kufunga mechi zote 5, yani zile head to head, na mechi ya mwisho tumefungwa katika robo finali ya michuano ya CHAN ambayo ilifanyika hapa nyumbani na majirani zetu Kenya na Uganda. Je, unaona mwalimu Gamondi aingie na mbinu ipi ili kuhakikisha kwamba mchezo huu wa kesho ule tunafuta ule uteja wa kufungwa kila mechi na Morocco? Mbinu ambayo inaweza kana msaidia kwa Stars Miguel Gamondi, ambaye mpaka sasa hivi kidogo hata kwenye mitandao ya kijamii watu wengi wanashangaa sababu gani mwalimu kama Gamondi bado hajapewa mkataba wa kudumu kuinua timu ya taifa Tanzania. Maana mpaka sasa hivi pale nikiateka mwalimu wa muda, sio wa kudumu. Kwa hiyo mimi kesho natarajia mwalimu wa Stars cha kwanza aingie kwa kuheshimu Morocco. Kwa kuheshimu, tunasema kuheshimu maana yake aandae mpango mkakati wa kuwakabili winga wa Morocco ambaye ni usumbufu sana. Tunaangalia kitu kama Ibrahim Diaz usumbufu, kumwangalia kuna yule sasa hivi anaitwa acrobatic man, Miguel Kabi, ndio anaonekana ni mzee wa magoli ya acrobatic tu peke yake, sababu tunakulia ni hatari kwa sana. Lakini pia viungo wakati wale na Yazidini Sufiani na Mdabati wakiwa kwanza kufunga. Kwa hiyo tunatarajia mwalimu kama ataingia golini akianza na Zuberi Foba, kulia kikabia Dickson, ndio kwa sababu anafanya ndio kulia vizuri katikati, akisimama pale Bakari ndo mwenyewe ambaye urefu wake kidogo utasaidia kukabiliana na washambuliaji wa Morocco ambao wana heti kubwa. Kushoto kabia na Nikiza Mbaka ambaye pia ni mzuri kwa mguu kushoto. Huko mwalimu baki akiwa hali mnoga juu pamoja na nani wale watakuwa kama mawinga ambao wanakabia kuanzia juu, ndio watakupress kuanzia juu.
timu ikiwa inashambulia. Asante sana Laswai Junior, lakini kwako Masasi Finest, maandalizi ya kikosi cha Stars yanatupa picha gani kuelekea mchezo dhidi ya Morocco? Kwanza kabisa maandalizi ya Stars yanatupa picha kwamba mchezo sio rahisi, mchezo ni mgumu, na ukiangalia tunakwenda kuona timu mbili ambazo zinaweza kufanya. Stars wanataka kufika hatua ya robo finali kama ikiwezekana, lakini Morocco wanataka kuendelea kutengeneza historia ya michuano ya AFCON. Sababu gani? Tumetoka kuzungumza siku za nyuma kuwa miongoni mwa vitu ambavyo vinawabeba waandaaji wa hii michuano ni mashabiki pamoja na hamasa ambazo zinatolewa nao mashabiki. Kwa hiyo Stars maandalizi yao kuelekea mchezo dhidi ya Morocco inatupa picha ya kwamba mchezo utakwenda kuwa mgumu na lolote linaweza likatokea. Huyo ni Masasi Finest anasema maandalizi ya Taifa Stars yanatupa picha ya kuwa mchezo utakuwa mgumu. Lakini kwako Hechi Malika, tukirejea kwako, hivi unadhani wenyeji wa Morocco kuwa mwenyeji wa mashindano haya na ile pressure ambayo anakutana nayo, na ikumbukwe Morocco kwa mara ya kwanza mashindano ya AFCON aliweza kushiriki mnamo mwaka 1972, lakini miaka minne baadaye 1976 Morocco kwa mara ya kwanza anakuwa bingwa, na tangu mnamo mwaka 1976 mpaka leo tunazungumzia 2025, takribani miaka mingi kweli kweli imepita, na katika mara 20 ambazo ameshiriki amefanikiwa kuchukua ubingwa mara moja. Je, swali linakuja kwa Hechi Malika, Morocco kuwa wenyeji wa mashindano haya kunawapa pressure gani kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Taifa Stars? Kumbuka huu ni mchezo wa 16 bora. Kwanza Morocco hawana pressure. Kisha kujua ni hicho. Morocco hawana pressure kwa sababu kwanza wao wanaingia uwanjani wakiwa kama timu ya kwanza uwanjani. Unajua kuna namna unaingia uwanjani unakuwa wewe ndo unajifeel, yani wewe ndo una kila kitu. Kwanza ukiangalia mashabiki hamasa wanayo, lakini pia ukiangalia hata matukio yanabeba, hata profile inabeba kuelekea kwenye mchezo huu. Profile sasa shida inakuja kwa Taifa Stars na wenyewe, lakini na wenyewe hawawezi wakaafektika moja kwa moja kutokana na kwamba kwa sababu anacheza na Morocco ambaye yuko nyumbani, kwa sababu ukiangalia Taifa Stars nao ukiangalia katika mchezaji mmoja wachezaji ambao wapo wanaweza kuhimili hizo pressure za mashabiki kama pale Mohamed wa tano ama pale Prince Abdullah pale ambapo tutapigwa mchezo huo. Kwa hiyo mimi naona kwamba Morocco wanaingia hawana pressure kwanza moja hiyo, lakini lakini Hechi Malika, unaposema kwamba Morocco wanaingia katika mchezo huu hawana pressure, kwa sababu gani Morocco hawana pressure? Kwa sababu tumeshaona kwamba timu mbalimbali duniani zishai kwenda kucheza viwanja ambazo wameshai kucheza na opponent ambao wako nyumbani na wako na huji ile, yani ile kiasi kikubwa cha mashabiki, yes. Lakini tumeona timu hizo bado zikiendelea kupata matokeo. Wewe kuwa Morocco kuwa na washabiki katika uwanja wao nyumbani ni sababu inakuonyesha kwamba Morocco anaingia kwenye mchezo huu akiwa hawana pressure? Hapana, yani haiwezi tukasema kwamba yani mashabiki hawezi wakawa ni moja kwa moja kwamba wanasababisha Morocco wasiwe na pressure. Lakini pressure inakuja wapi kwamba hawana pressure? Wakiangalia profile kwanza ya timu ambao wanakutana na watu ambao wamecheza nao. Kwa hiyo ukimwangalia Taifa Stars na Morocco inaonekana kidogo ni mbingu na ardhi, sio, unanielewa? Ukiangalia Morocco anacheza Real Madrid, kina Brahim Diaz anacheza Madrid, wengine wanacheza huko PSG, wengine wanacheza. Kwa hiyo ukiangalia na watu ambao wana profile kubwa, ukija Taifa Stars sasa unakuta watu kama Bakari Ndomo Mnyeto, profile yao sio kubwa sana, lakini wanakupa kile ambacho uwanjani unashangaa. Mfano kama sasa hivi najua Morocco wanakuja hawana pressure, lakini kuna namna wanakuja wakiwa wamejiandaa, wanakuja kwamba lolote linaweza kifaje ikatokea, kwa sababu wameshatuona tayari. Ukiangalia mchezo wa Nigeria, watu wengi hawakuamini kama Taifa Stars anaweza akafanya kile ambacho kimetokea, lakini tumefanya kutokana. Sasa narudi kwako Mafia kwamba profile ya timu haiwezi kukubeba moja kwa moja kwamba ikupe kile ambacho unaamini, yani kwamba wewe Morocco kwa sababu una profile kubwa ama una mashabiki wengi haiwezi kukupa sasa ile confidence moja kwa moja kwamba unaingia kupata matokeo. Sio, unaelewa? Kwa hiyo hapo kinachokwenda kutokea ni kwamba Taifa Stars na wao sasa kutokana na ile mchezaji mmoja kumwangalia Bwana Samata, tuna kina Ibrahim Baka, yani ameonyesha kitu ambacho watu wengi hawawezi kukizania mpaka mliko kwenye kikosi cha CAF. Kwa hiyo na sisi tunaingia hatuko kinyonge sana, japokuwa Morocco anaingia yani kwa kurelax. Mimi naona anaingia kwa kurelax kwa sababu yani kwake haiwezi kuwa ni mechi ya kumuumiza. Sawa Hechi Malika, kutokana na maelezo yako turudi kwako Laswai Junior. Tukiunganisha na hiki ambacho mchambuzi wetu hapa Malika anasema kwamba
utofauti wa vikosi kati ya ama zile level za mchezaji mmoja mmoja kati ya Stars na Morocco ni miongoni mwa sababu ambazo zinawafanya Morocco wasiwe na pressure kuelekea mchezo huu. Wewe unamshauri nini, ama kama ungepata nafasi ya kumshauri mwalimu Gamondi ili kuhakikisha kwamba tunapata ushindi kwenye mchezo huu dhidi ya Morocco kesho, mwalimu wengine na mpango kazi wa aina gani? Kwanza kwa mimi kidogo hapa nitakufuatana na Malika. Nasema kwamba mechi ya kesho bana Morocco anakuwa na pressure. Hana pressure. Yaani hiyo si kweli kabisa. Kwa sababu kwa mimi hapa na mimi Morocco ndio timu ambayo inakuwa na pressure kubwa kwenye mechi ya kesho kuzidi Taifa Stars. Kwa sababu Stars tukifungwa sasa kupoteza. Tumefika kwanza pale tumefika tu. Yaani kwamba manake hata Stars ikipoteza hatuna cha kuwadai. Hatuna cha kuwadai, sio story kubwa mjini. Ila Morocco kesho hata ikipata sare ikaenda kama 120. Nadhani kabisa mwalimu wa Morocco kesho atatekeleza kesho. Itakuwa ni story. Kwa investment ambao Morocco amefanya. Morocco shehe wametumia trilioni 39.9 kwa AFCON. Alafu ndio akiwa 16 bora sio sema hawana pressure. Kesho ni timu ambayo ina pressure kubwa. Mechi ya kesho dakika 90 zitakuwa za moto kwao. Kesho itakuwa Morocco. Wao ngoja kesho Stars tangulie goli kwa watakapokaa hawa. Kwa mimi hapa nitapata nafasi ya kumshauri mwalimu Gori Gamondi. Ningemshauri tu aingie na mfumo wake kawaida ule wa back 3, holding wawili pamoja na viungo washambuliaji watatu. Kwa maana kwamba Suva ashambulie kulia katikati Fela Sosi kushoto pekee mbali sana. Lakini kwa mimi kesho Morocco ni timu ambayo itakuwa na pressure kubwa sana kuliko Taifa Stars kwa sababu investment ambayo serikali imetumia, muda ambao Morocco umewekeza, alafu pia Morocco kumbuka watumia tuna mchezo kutafuta yaani kama dia kuandaa kombe la dunia mwaka 2000 na ngapi na 30. Kwa hiyo kama wata lose mechi ya kesho. Kwa Stars tukifungwa wewe wafaida kwa story kubwa. Stars ikafunga Morocco Itakuwa story kubwa. Ila Morocco ikiwa Stars dunia itakuwa ni story. Lakini kwako Raswai Junior, unaipa ama una nafasi ya Stars kufuzu kuelekea katika hatua ya robo finali. Unaiona wapi? Nafasi ipo Kwa dakika moja. Nafasi ipo la nyingine. Mbingu na ardhi, nafasi ipo ila ni ngumu. Nafasi ipo lakini ni ngumu. Lakini turudi kwako Masasi Finest kwa kumalizia. Unategemea utakuwa ni mchezo aina gani? Ama unamshauri nini mwalimu Gamondi kuelekea katika mchezo huu wa robo finali ambao wa watu wa 16 bora ambao kama Taifa Stars akifanikiwa kushinda mchezo huu, historia itaendelea kuandikwa tena kwa sababu atakuwa anacheza katika hatua ya robo finali. Unamshauri nini mwalimu Gamondi? Kwa kumalizia hapo kwa haraka nikiungana na mchambuzi wangu pale Malika pamoja na Raswai Junior, mchezo utakuwa kimkakati, wa kimbinu na kiufundi zaidi. Asante sana. Mchezo utakuwa ni kimkakati na kimbinu na kiufundi zaidi. Huyo ni Masasi Finest akimaliza hivyo. Kwa muda wote alikuwa nami Masasi Finest, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Hasani Afani Malika, lakini niko na mwamba kweli kweli. Huu ni Raswai Junior, lakini bila kumsahau mwamba kweli kweli kutokea kusini mwa Tanzania Masasi Finest. Ulikuwa nami Masasi Finest. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuzimulika dondoo ama tetesi za usajili ambazo zimetokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni habari mpya kutoka Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro. Lile dirisha la kutuma maombi ya kujiunga na chuo hicho kusoma fani mbalimbali sasa limefunguliwa. Kozi za cheti ni pamoja na Certificate in Science and Laboratory Technology, Certificate in Business Administration, Certificate in Accounting, Certificate in Islamic Banking and Finance, Certificate in Procurement and Logistic Management, Certificate in Law with Sharia na Certificate in Journalism. Kozi za diploma ni pamoja na Diploma in Science and Laboratory Technology, Diploma in Medical Laboratory Technology, Diploma in Medical Laboratory Technology Upgrading, Diploma in Business Administration, Diploma in Accounting, Diploma in Islamic Banking and Finance, Diploma in Procurement and Logistic Management, Diploma in Law with Sharia na Diploma in Journalism. Sifa za kujiunga na kozi za cheti ni ufaulu kuanzia alama 4 yani D4 na kuendelea katika mtihani wa kidato cha 4 kulingana na kozi anayohitaji. Somo la maarifa ya Uislamu linakubalika katika kozi ya Law with Sharia. Sifa za kujiunga na kozi za diploma ni ufaulu kuanzia 1 principal part na subsidiary
katika mtihani wa kidato cha 6 au kuhitimu masomo ya ngazi ya cheti NTA level 4 kulingana na kozi anayoiomba. Kwa diploma ya Medical Laboratory Technology, mwombaji anatakiwa kufaulu katika masomo ya biology, chemistry na physics katika mtihani wa kidato cha 4. Jinsi ya kutuma maombi, tembelea tovuti yetu www.mum.ac.tz au tupigie simu namba 0658500528 ama 0656400024. Nyote mnakaribishwa.